Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tupungiane mikono kidogo kijamaa, ikapunga mikono yote miwili waashirie kumtukuza Mungu wa mbinguni. Jamaa ikawa wanapunga hivyo. Mchana wa leo tuna furaha pekee sana tena kupata huu muda mzuri sana. Nafasi hii adhimu sana ya kujifunza neno la Mungu katika sabato ya leo takatifu. Hata mimi nanyekezwa sana kuwaona watumishi wa Bwana akiwa wametulia ili tujifunze neno la uzima mchana wa leo. Tutakuwa na muda mfupi tu, lakini tuweze kuleta mawazo yetu hapa katika ibada ili tuweze kutumia muda huu kwa ajili ya kutafakari ujumbe wa neno la Mungu. Kama ambavyo nimekwisha kutambulishwa, mimi ni mwinjilisti Mgomba, ni mtumishi wa Bwana katika shamba la Bwana. Nianze kwa kutoa shukrani kwa pastor ambaye ameruhusu tuweze kuwepo hapa pia. Abarikiwe sana, amina. Lakini pia kwa viongozi wetu hapa wa kanisa, wazee wa kanisa na maafisa wengine kwa kuratibu ibada zetu hizi na mambo mengine ya kanisani. Nao tuseme pia amina. Lakini pia nishukuru kwaya zote hapa, dimdi kwaya ya kanisa, japo huwa nawafuatilia sana kwaya Mzizima hapa, kwaya Muhasi, pia kwaya zingine za Tukasa, FM, DIT, najua huwa mnahudumu kwa zamu zenu. Hebu semeni amina. Zingine ziko nyingi tu, pengine nisije inawezekana muda usitoshe, lakini Family Music nawafahamu pia, Angelos nawafahamu wote hapa, Digital Voice na zingine nyingi, The Advent Brothers nawafahamu, ni marafiki zangu pia. Lakini pia shukrani zangu zingine za dhati ni na washukuru kanisa, tulishirikiana kwa pamoja, watu wachache ambao ni washirikisha katika hali ya kupata mwenzi wa maisha, na nilifanikiwa. Mliniunga mkono sana. Nisemeni amina watu wa Mungu. Na niseme tu, nimtambulishe tu pia mke wangu hapo. Hebu simama, kipenzi cha moyo wangu. Amina. Nimeshaoa tayari, nina mke na she's very beautiful. Soulmate wangu. Kwa hivyo pia wanandoa tujitahidi kuweza kufuata taratibu ili na vijana watia moyo ili muweze kuoa na kuoana. Japo siku za mwisho roho inasema ndoa ziwe chache. Tunataka siku za mwisho. Lakini pia najua rafiki yangu ametambulishwa pale. Naomba pia upunge mkono. Huyu ni Pastor Mafunzoni, anasoma chuo cha Bugema na ni mwanafunzi ambaye anashiriki katika program ya student. Najua kuna muda fulani watapanga program mwezi huu wa 8 kushirikiana na uongozi ili pia tuendelee kufanya kazi ya Mungu katika huu wakati mgumu ambao pengine sio rahisi kupeleka injili kwa namna nyingine. Tunaendelea kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Na hivyo kwa kuwa ni jambo jema sana, nipende tu kusoma huu kurasa, haya maneno machache ambayo pia yanatia moyo jambo hili. Wanasema kwamba kitabu hiki cha Manuscript to Release, katika kitabu kile cha Corporate Ministry wa 36, anasema kwamba elimu bora kabisa ambayo vijana wanaweza kuipata ni kwa kuingia kazi ya uinjilisti wa vitabu na kufanya kazi nyumba kwa nyumba. Katika kazi hii watapata fursa ya kuzungumza maneno ya uzima. Kwa njia hii watapanda mbegu za kweli. Hebu vijana waoneshe kwamba mzigo kutoka kwa Bwana unawakalia. Namalizia kusema kwamba njia pekee kwao ya kuthibitisha kwamba wanaweza kusimama imara kwa Mungu wakiwa wamevaa silaha zote ni kwa kufanya kwa uaminifu kazi Mungu aliyowapatia kuifanya. Amina. Kwa hii ni shule bora ambayo inawaandaa vijana wengi kuweza kufanya kazi ya Mungu. Na ndio maana hii program ipo kila mwaka. Mimi ndio nasimamia kwa upande wa MCT kwa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Tuko pale Kawe. Kwa hiyo barikiweni sana na mimi tutashirikiana nao kwa pamoja. Na niwatie tu moyo kwamba washiriki katika siku hizi tunazoziishi sasa ni muda wa kujifunza neno la Mungu zaidi kuliko muda mwingine ambao tumewahi kupitia hapo nyuma. Unajua watumishi wa Mungu, manabii wengi wakubwa kabisa kama vile Danieli. Soma kitabu cha Danieli 9 fungu la 2. Danieli pamoja na kuwa mwaminifu kabisa na kuchagua kuishi maisha ya kiasi, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na Biblia inamtaja kwamba Danieli unayependwa sana na Mungu. Alifanya mambo mengi makubwa sana.
na moja ya mambo ambayo alimfanya kuwa imara ni kwa sababu ya kusoma. Kitabu cha Danieli 9 fungu la 2 anasema kwamba mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nilitambua ile miaka ambayo Bwana alikuwa amesema miaka 70 kwamba nchi au taifa la Israeli lingekaa kule utumwani. Kwa hiyo kusoma kuna mibaraka mikubwa kabisa. Neno soma limeandikwa mara 61 katika Biblia, kusisitiza kwamba tunatakiwa tuwe wasomaji zaidi, kujilisha ili majaribu ya siku hizi yanapokuwa yanakuja tuweze kushinda kwa sababu ya neno la Mungu. Biblia hii imejaa neno matumaini makubwa sana. Napoingia katika ibada ya leo, kwa sababu somo langu linasema tumaini kwa karne hii, tumaini kwa karne hii. Niseme tu kwamba somaye na mfahamu, na hili neno limejengwa katika moja ya kanuni 8 za afya. Unajua kuna kanuni 8 za afya, na kanuni ya 8 ni tumaini. Kanuni ya kwanza ni lishe, nutrition, kula bora. Ulaji bora unasaidia kuwa na afya bora, na unywaji bora pia kwa kutumia vitu vya asili. Jambo la pili au kanuni ya pili, mazoezi, exercise, kupata muda wa kufanya mazoezi kila siku, na inatusaidia kuwa na afya bora kabisa. Jambo la tatu ni maji, utumiaji mzuri wa maji safi na salama. Ukienda hospitali ukiwa unaumwa, unaugua, jambo la kwanza utaongezewa maji. Ujue kwamba maji ni bora sana. Kunywa maji kwa wingi itakusaidia kuepukana na magonjwa mengi na maradhi, na utakuwa na afya bora sana. Jambo la 4 afya, kanuni ya 4 afya ni mwanga wa jua, sunshine. Kupata mwanga wa jua, usikae tu ndani muda wote. Hata kama unafanya kazi, pata muda kidogo upate mwanga wa jua, itakusaidia kuepukana na magonjwa mengi, hata msongo wa mawazo. Jambo la 5, kanuni ya 5 ni temperance, kiasi. Kuwa na kiasi katika mambo yote, katika ulaji, katika mwenendo wa maisha. Kanuni hiyo bora ya afya. Jambo la 6 ni hewa safi, air. Kuwa na hewa safi au kupata muda wa kuvuta hewa safi. Hata kama utakuwa kwenye msongamano, unatakiwa upate muda ukaa peke yako ili uwe unapata ile hewa safi. Muda wa kukaa mwenyewe huko, pata muda wa kupata hewa safi, itakusaidia kuwa na afya bora. Jambo la 7 ni pumziko, rest. Pumziko, ndio maana tumekuja kupumzika leo siku ya Sabato kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni kanuni hiyo ya 7 ya afya. Jambo la mnapata pia muda wa kupumzika, kulala masaa kwa mtu mzima masaa 7 hadi 8. Kutokana na kanuni za afya. Jambo la 8 na ndio somo la leo ni tumaini au trust. Tumaini ni neno kubwa kabisa ambalo hata Biblia yenyewe inalitambua. Nilipokuwa najifunza Biblia takatifu, niligundua kwamba neno tumaini limeandikwa mara 271 katika Biblia takatifu. Mara 271, kukazia kwamba tunatakiwa tuwe na tumaini, tunatakiwa tutumaini Mungu. Hebu msomaji wangu soma kitabu kile cha Isaya 26 fungu la 3 na la 4. Fungu ambalo tumelisoma hapo ili tuweze kutembea pamoja katika somo letu la leo. Isaya 26. Fungu la 3 na la 4. Fungu la 3 na la 4, neno la Bwana linasema, utamrinda yeye ambaye moyo wake utakutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Mtumainini Bwana Yehova siku zote, maana Bwana Yehova ndiye mwamba wa milele. Mungu ambaye ni Mungu ambaye ni kijilio, Mungu ambaye ni tegemeo, Mungu ambaye ni mwamba wa kale. Yeye ndiye chanzo chetu cha uhai, ndiye anapaswa kutumainiwa na kutegemewa. Nilikuwa najaribu kujifunza na kuangalia labda kutumaini maana yake ni nini. Waandishi mbalimbali au wachambuzi wa maneno wa Kiswahili wajaribu kuandika kutumaini maana yake ni kusadiki. Tumaini na imani maneno ambayo yanaendana. Kanuni ya 8 tumesema ni kwamba ni tumaini, imani juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ukiwa na imani, ukiwa na tumaini, tayari ni kanuni ambayo inakuponya. Wachunguzi wa mambo wamejaribu kufanya utafiti katika kile chuo cha Duke, moja ya vyuo vikubwa kabisa duniani, na wakafanya utafiti kwa wagonjwa ambao walikuwa wanapelekwa hospitali na kufanyiwa upasuaji. Kati ya wagonjwa ambao walikuwa wanamtumaini Mungu, walikuwa wanamwamini Mungu, waliofanyiwa upasuaji, wagonjwa
waliokuwa na imani walikuwa na kaa siku 11 tu, baada ya kufanyia upasuaji wanapona kabisa maradhi yao na wanaagwa hospitali. Lakini wale ambao hawakuwa wanamtumaini Mungu, walikuwa hawajajenga imani juu ya uwezo wa Mungu, walikuwa wanakaa hadi wiki 3 hadi siku 25. Hao ni wachunguzi ambao wamefanya utafiti katika hicho chuo ambacho ni moja ya vyuo bora kabisa duniani kilichoko nchini Marekani, maeneo ya California huko, ya maeneo ya Marekani huko. Kwa hivyo kumtumaini Mungu kunaleta uponyaji bora kabisa katika maisha. Kitabu kile cha Yeremia 17 fungu la 7, Biblia inafunua pia habari ya tumaini. Yeremia 17 fungu la 7, neno la Bwana linasema, naam, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye Bwana ni tumaini kwake au ni tumaini lake. Endelea kusoma mstari unaofuata. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Ishia tu hapo mtumishi. Unafananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya maji, kando kando ya mto pengine, ambao ni rahisi kuweza kumea vizuri, kutoa majani yake kwa muda. Sio kama miti ambayo inakaa jangwani. Ni kumtumaini Mungu. Kumtumaini, nilikuwa naangalia kumtumaini Mungu. Anasema kwamba trust in divine power means getting to know God well enough to trust him for present and future well-being. Kwamba kumtumaini Mungu au uwezo wa Mungu inamaanisha kwamba ni ule uwezo wa kupata kumjua Mungu vya kutosha kwa ajili ya maisha ya leo na kwa ajili ya umilele pia, au kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kuwa na imani. Unajua kutumaini ni sawa tu na kuweka pesa kwenye amana. Tunasema ni kudeposit money kwenye amana, kwa ajili ya kuichukua ukiwa unahitaji, kwa ajili ya emergency, kwa ajili ya dharura. Inakuwa yako, inakuwa salama kabisa kwenye akaunti yako. Unakuwa na pesa yako, ukihitaji unatoa tu unanunua. Ndio kutumaini, una draw free. Ukimtumaini Mungu anakusaidia hata kama ni wakati mgumu kabisa, anakuvusha vizuri. Sasa tuangalie mambo mawili tu kutoka kwa mtu ambaye alimtumaini Mungu mchana wa leo, alafu tutafunga. Huyo mtu si mwingine, ni mtu ambaye nampenda sana, ambaye ni Ibrahim. Ibrahim tunafahamu habari zake katika kitabu kile cha Mwanzo, ametajwa zaidi. Mwanzo alikuwa anaitwa Abraham, na Abraham imeandikwa mara 63 katika Biblia. Mkewe aliitwa Sarai, ambaye hawa wazazi wa huyu Ibrahim alikuwa na watoto 8 mpaka anafariki akiwa na miaka 175. Na mkewe Sara alikufa na miaka 127. Wakazikwa katika makaburi yale ya Makpela kutokana na tamaduni zao kule. Huyu mtu wa Mungu Ibrahim, jambo la kwanza ambalo tutajifunza kwake kwamba wewe ni barua. Ibrahim aliitwa kutoka katika nchi ya Uru wa Kaldayo, ambayo wanahistoria wanasema hayo maeneo ni Mesopotamia, au wachunguzi wa maandiko wanasema ni Babeli. Maeneo ambayo kulikuwa na machafuko, kulikuwa na uasi, kulikuwa na maovu mengi, walikuwa ni waabudu sanamu. Lakini aliitwa na Mungu kutoka hapo. Kutoka kusoma kitabu kile cha Waebrania 11 fungu la 8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa akaitika atoke kutoka mahali ambapo alikuwa na ndugu zake, akaenda mahali ambapo aliitwa na Mungu asijua aendako. Kwa imani, kwa kumtumaini Mungu akaondoka. Na Ibrahimu kwa sababu alikuwa ni mzee wa imani, tunamuita ni baba wa imani wa dini zote za Kristo na Waislamu, kwa sababu ndiye baba yetu. Hata sisi tukiwa na imani tunafananishwa na Ibrahim, tunakuwa ni wazao wake. Na ndio maana imani ni jambo kubwa sana ambalo inatuvusha. Biblia inataja kwamba ukiwa na imani, hata kama ni mfano wa mbegu ndogo kabisa, haradali ndio mbegu ndogo kuliko mbegu zote duniani, utaweza kuhamisha mlima. Maana unaweza ukaondoa changamoto zako zote na matatizo ambayo yanakukabili mbele yako ukiwa na imani. Ibrahim, jambo la kwanza, alibadilisha jina. Wewe ni barua. Kutoka Ibrahim akaitwa Ibrahim. Ibrahim maana yake ni baba wa mataifa mengi. Kuwa ni mbaraka. Akaitwa akaenda kumhudumia Mungu, na akiwa kule aliweza kuleta mbaraka kwa mataifa. Hata Sara akabadilishwa akaitwa
Sara kutoka Sarai, maana akawa ni malkia. Sara maana yake malkia, akawa ni mama mataifa mengi. Wewe leo unaitwaje? Wewe ni barua. Je, unaitwa tapeli? Wewe ni mzinzi japo uko kanisani, japo unamwamini Mungu? Matendo yako ni yapi, mtu wa Mungu? Bado kuna dhambi gani ambayo umeingangania? Je, ni kweli unafanya mambo kwa uaminifu? Ni mtoaji mzuri wa zaka na sadaka? Je, katika kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameagiza unatii zile amri za Mungu? Kule chuoni wewe unasomekaje? Unaonaje na Mungu? Wanadamu wenzako wanakuonaje? Je, wewe katika ofisi yako unafanya mambo kwa haki? Sio mtu ambaye unafanya mambo na kuharibu mali ya umma na ya serikali. Je, watumishi walioko chini yako unawachukulia katika muktadha gani? Cheo ni kwa ajili ya muda tu, hakuna mtu ambaye anadumu katika nafasi yoyote ile. Nyenyekea, fanya kazi kulingana na namna Mungu anavyoelekeza. Uwe mtumishi. Kesho hamna mtu ambaye ana dhamana ya kesho. Tunaishi kwa ajili ya leo na tunatakiwa kufanya kazi ya Mungu leo na kuishi leo maisha matakatifu kana kwamba tutaendelea kuishi kesho, kwa sababu uhai wetu uko mikononi mwa Mungu. Wewe je, matendo yako yakoje? Ni heri uwe ni mcha Mungu. Ni heri uwe ni mtumishi ambaye unamcha Mungu, uwe ni mwaminifu kama Yusufu. Uwe ni mtu ambaye ni mfano katika jamii. Uwe ni mtu ambaye ni mkarimu. Uwe ni mtu ambaye ni mchapakazi. Sio mvivu. Hilo ni jambo la kwanza. Sisi ni barua, wewe ni nuru. Angaza, nuru yako iangaze. Tunaitwa tuweze kumtumikia Mungu. Biblia tumejifunza kwamba Yesu ametuchagua, si mimi ambaye nimemchagua ninyi, bali ni mimi ambaye niwachagua ninyi ili muweze kuzaa matunda. Ibrahimu akatoka pale akaenda kuwa ni mbaraka kwa watu wengi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kila jambo lina changamoto zake, na hilo ndio jambo la mwisho, lakini tutalifafanua vizuri zaidi. Alipoitika wito akiwa na miaka 75, Ibrahimu akaenda Harani. Alipofika Harani akakaa kidogo, lakini baadaye alielekea Kanaani. Akafika maeneo ya Shekemu, akajenga madhabahu. Akatoka akaenda maeneo ya Betheli, akajenga madhabahu. Akaendelea kuwa na Mungu, akaendelea kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Popote na Yesu Ibrahimu alitembea, aliitikia wito wa kwamba nitakwenda kuweza kuwa mbaraka na kutangaza neno la Mungu. Lakini pia akatoka akaenda maeneo ya kusini, akajenga pia madhabahu. Jambo la pili, nimesema kila jambo lina changamoto zake. Usije ukadhani kwamba wewe changamoto ambazo unazo, ambazo unazipitia ni nyingi kuliko watu wengine. Unaweza kumweleza mtu akasema hizo bora wewe, mimi za kwangu ni kubwa zaidi kuliko ambazo wewe unazipitia. Kwa hivyo alipofika kusini, Ibrahimu japo aliahidiwa kuishi katika nchi ya vinono, nchi ambayo imejaa ngano na shairi. Ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 7 na 8, akashangaa akapatwa na njaa, akapatwa na jaribu, akajiuliza nirudi kule Uru wa Kalidayo au niendelee mbele. Ibrahimu akatafuta suluhisho, akaenda Misri, na alipotoka kule akawa na mali nyingi zaidi. Kumbe unapokuwa kumbwa na changamoto, usirudi nyuma, mtegemee Mungu, mtangulize Mungu, atakuvusha mbali sana, atakuvusha. Wewe changamoto yako leo ni nini? Kuna mambo 8 hapa ambayo nimeorodhesha, ambayo ndio tutamaliza nayo katika hili jambo la pili la changamoto. Unajua Mungu huwa hatuachi. Mwangalia Ayubu alipomtegemea Mungu, ukiangalia vizuri Mungu alimshindia. Yohana pia ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo alipata mateso mengi sana. Aliishi ulimwengu ambao wa Kristo walikuwa wanateswa. Ilikuwa ni kuitetea imani tu ndipo utakuwa salama na kupata uzima wa milele. Wengi walikana imani, lakini mitume waliokuwa wamebaki kipindi kile walitetea imani, akiwepo na Yohana ambaye kwa kumtegemea Mungu, mwanafunzi huyu wa Yesu aliweza kupelekwa kisiwa cha Patmo, na baadaye akafunuliwa kitabu cha Ufunuo ambacho leo tunakisoma na imekuwa ni mbaraka mkubwa sana. Mungu hawaachi watu wake, bali majaribu yapo kututengeneza na kutuonyesha njia bora ya kutufanya tuweze kufaa zaidi na kuwa kama dhahabu. Na ndio maana wachunguzi wa mambo wamesema kwamba hata zabibu hupondwa ili kutoa mvinyo. Grapes must be crushed to make wine. Lakini pia mizeituni hubinywa ili itengeneze mafuta. Lakini pia almasi hutengenezwa katikati ya mgandamizo mkubwa sana, ndipo tunapata almasi. Dhahabu ili iweze kung'aa ni lazima pia ichomwe, ipitie katika maumivu fulani hivi, ndio tunaona dhahabu
inang'aa na watu wanachukua mapambo mazuri, lakini pia mbegu ili iweze kuchomoza na mti uone, mimea iweze kuzaa matunda, ni lazima ifike chini, ifunikwe kwenye udongo pengine mzito kabisa, na inakuwa katika kiza kinene, na hatimaye kwa kuvumilia huko ndipo inachipuka na kuzaa mti bora kabisa. Hebu tuseme amina. Amina, watu wa Mungu. Na sisi binadamu katika ulimwengu huu ulioasi, kuna wakati utapitia changamoto. Neno la leo ni kwamba tumaini kwa karne hii. Tumaini kwa karne hii ni nini? Ni Yesu mwenyewe, Yesu Kristo. Jambo la kwanza katika matatizo ambayo unayo, pengine ni masimango au manyanyaso, kukataliwa, kutiliwa aibu, kufukuzwa pengine. Mungu ametoa ahadi katika kitabu kile cha Isaya 54 fungu la 7, la 5 hadi la 7, kwamba Mungu ni baba yetu. Yeye ni mume wetu. Hata kama ukikataliwa, usiende kuanza kufanya maovu. Mtafute Mungu, tembea naye. Kumbuka huo ni mlango wa kutokea kwenda kufanya mazuri zaidi na kuwa mtu bora. Ibrahimu aliamua kujitenga, akatoka, akaonekana kama amejitenga hivi, kumbe ndio ilikuwa sehemu yake salama. Hiyo ndio heshima yako ya baadaye, kukataliwa leo. Kwa hivyo hebu soma mstari wa 5 hapo tuone Biblia inasemaje. Isaya 54 fungu la 5. Neno la Bwana linasema, kwa sababu muumba wako ni mume wako. Ni mume wako. Bwana wa majeshi ndiyo jina lake. Bwana wa majeshi ndiyo jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Amina. Amina. Amen. Haleluya. Amina. Mungu atakuwa pamoja nasi wakati wowote. Jambo la pili ni pengine unapita katika misongo ya mawazo. Tunasema stress, majonzi, huzuni hizi. Unatafuta suluhisho, uchungu, vilio vimejaa katika macho yako. Maumivu yamekuwa ni mengi sana. Kuna jambo gani la kufanya hapo rafiki yangu? Hizo ni mtazamo tu. Badilisha mtazamo. Uwe na mtazamo chanya, think positive. Utakuwa bora kabisa. Jitahidi utengeneze furaha yako mwenyewe. Ili uwe pande salama. Bwana yuko tayari kukupigania. Bwana yeye ni mfariji. Yeye ni mwenye upendo, amejaa heshima. Mungu yeye ni tumaini kwetu na kwa karne hii. Yeye ni burudiko. Waimbaji fulani wa hapo Kenya wamewahi kuimba kwamba mimi naburudika moyoni. Mimi naburudika moyoni. Naye Mwokozi wangu Yesu. Moyoni mwangu naye Yesu ambaye atanifanya nimeishi milele. Mimi naburudika moyoni. Kwa hiyo yeye ndiye burudiko. Yeye ni mfalme wa amani. Usikae katika majonzi. Unajua uchunguzi wa mambo ya afya au WHO katika miaka hapo nyuma wamesema kwamba ugonjwa huu wa trauma ambao unatokana na woga, wasiwasi, mafadhaiko, tunasema depression na stress, hizo unaua watu milioni 1 kila mwaka. Na hapo ilikuwa ni miaka ya nyuma. Hiyo ni WHO. Lakini pia kuna wagonjwa ambao wanaumwa haya magonjwa ya msongo wa mawazo. Katika rika zote wapo wagonjwa wengi sana wa msongo wa mawazo. Anasema kwamba katika takwimu ambayo nimezifuatilia, kuna watu milioni 350 wa kila rika katika umri au katika kila rika umri wana tatizo hilo la kuwa na msongo wa mawazo, na watu zaidi ya milioni 1 kila mwaka wanakufa kwa sababu ya woga na wasiwasi. Na bahati mbaya zaidi wanawake ni 22% na wanaume ni 13% ya watu wote wa katika watu 100, 22 wanawake wana msongo wa mawazo, 13 wanaume wana msongo wa mawazo. Kwa hivyo epukana na hivyo vitu. Yesu ametuahidi makubwa kabisa, na kwamba yeye ni mfariji wetu, na kwamba yeye ni tumaini kwetu, na utashinda hayo yote ukimtegemea yeye. Jambo la tatu, unapita katika maswali, unapita katika mitihani mizito, mitego, umekosa jibu. Kumbuka kwamba Yesu ndiye kinga yako. Tafuta jibu, tafuta ushindi kutoka kwa Yesu Kristo. Na kumbuka kwamba Bwana Yesu ni mwalimu wa walimu. Amina. Amina. Tumejifunza, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Ukija kwa Yesu, ukatulia, ukasoma neno la Mungu, ukafanya wajibu wako, utakuwa sehemu salama kabisa. Jambo la 4, matatizo ambayo unayo, changamoto, shida, taabu, majanga haya, njaa, subiri ambazo unazipitia, vikwazo, majaribu, hizo ni nini kwako? Zinakuonyesha nini? Majaribu kwako majaribu ni mtaji.
matatizo hayo au changamoto hizo ni ujumbe kwamba bado unaishi, ni ishara ya uhai kwako. Hizo ni sumaku za kukuvuta utoke katika uovu fulani na kukuleta katika mkono wa Mungu. Ukijifunza, ukatulia, ukajifunza, utagundua, utamwona Mungu katikati ya changamoto ambayo unayo mchana wale, hata katikati pia ya shida hizo. Utajifunza kwamba hizo ni darasa kwako, hizo ni somo, huyo tu ni mwalimu. Ukiwa katika njaa, kumbuka hiyo ni ishara kwamba kuna muda wa shibe. Unajua wakati fulani Mfalme Farao aliota ile ndoto ya kuona kwamba miaka ambao ishara yake baadaye ilikuwa inaonyesha ishara ya miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Akawa anahisi ni kitu gani hiki. Yusufu akamfafanulia. Kwa hivyo ukiona njaa, kumbuka tu wakati fulani utapata shida kubwa sana. Amina. Kumbuka Mungu ndiye kimbilio. Zaburi 46 fungu la kwanza, msomaji naomba uweze kusoma. Naenda kwa haraka kwa sababu ya muda. Zaburi 46 fungu la 7. Neno la Bwana linasema, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Fungu la kwanza. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Anaendelea kusema, kwa hiyo hatutaogopa ijapo pepesuka milima, ijapo tetemeka bahari na mawimbi yake yajapovuma sana. Hatutaogopa kamwe. Kwa hivyo matatizo na shida hizo ni matofali tu ya kufanya, ni matofali ya kukujengea nyumba. Unapopita katika mavumbi, katika matope, kumbuka hao ndio wanatengeneza matofali baadaye, na watu wanajenga nyumba zinakuwa nzuri kabisa. Mungu kwetu ni kimbilio. Yeye ni nguzo kwetu, kama vile alivyotembea na Waisraeli katika jangwa lile, akiwa katika nguzo, wingu lile la nguzo. Yeye ni ngao, yeye ni ngome, anaweza kutushindia. Labda jambo la 5, matatizo mengine ni mizigo ulionayo. Unahisi kama msalaba fulani hivi, unahisi kupitia katika utumwa fulani wa dhambi. Jinasue, mtafute Yesu. Upo katika kifungo, unahisi upo katika jela fulani hivi, unahisi upo katika deni fulani hivi. Hizo ni nini kwako? Yusufu, hizo zote ni daraja. Pengine hakuna njia ya kupita usipopita hapo. Hizo ni daraja za kufanya uvuke ng'ambo ya pili. Yusufu alikuja akawa waziri mkuu, kitabu kile cha Mwanzo, kwa sababu alipitia katika hizo changamoto. Alikuwa mwaminifu. Usimwache Mungu ukiwa katika wakati wote mgumu. Ndio wakati wa kuonyesha imani yako. Yeye akawa mwaminifu kwa Potifa, yule ambaye alikuwa mkuu wake wa gereza. Lakini alipopelekwa hata katika ile gereza la mfalme, bado akawa mwaminifu. Mungu akamtetea. Na ndio maana baadaye Yusufu akaja kuokoa hata ndugu zake akiwa waziri mkuu pale. Usiruke alama yoyote. Usiruke hatua ambayo unaipitia. Usikwepe. Hilo lote ni funzo. Kama mnasikiliza, hebu tupungiane mkono. Amina sana, barikiweni. Tunapokuwa tunaenda kumalizia, kumbuka Mungu yupo katika kila kitu ambacho tunakipitia. Mungu hajawahi kutuacha sisi. Yesu, yeye katika changamoto hizo, katika msalaba, katika kifungo, utumwa, yeye ndiye mtetezi wetu. Yesu ni wakili wetu. Yesu ni mwombezi wetu. Yohana wa kwanza 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba tunaye mwombezi kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye mkombozi wetu, ni mpatanishi kwa dhambi zetu. Kwa hivyo Mungu, ni fursa za miiba ambazo nakufanya umrudie Mungu. Hezekia aliugua sana, na ndiyo ikamfanya aweze kutambua makosa yake, na Mungu akamsaidia, akamponya pia na kumwongezea miaka mingine 15 ya kuishi. Kwa hivyo Yesu Kristo ni mponyaji wetu. Yeye ni zaidi ya tabibu, ni zaidi ya daktari. Najua kuna madaktari hapa Muhimbili ambao wanajifunza na kubobea katika habari ya afya. Sasa Yesu, yeye ni daktari wa madaktari, ni tabibu wa kweli. Amina. Haleluya. Yeye ni tabibu mkuu. Yeye ni maji ya uzima. Yeye ni mti wa uzima. Na jaribu kueleza uone Yesu alivyo mkuu katika maisha yetu, ili umshikilie. Ng'ang'ania kamba ya Yesu, utaokolewa mtu wa Mungu mchana wa leo. Amina. Jambo jingine, jambo la 7, unapitia katika giza nene. Katika giza nene. Giza inaonyesha, kwa mfano usiku ukiwa na giza, ndio alama ya kujua kwamba kuna nyota angani. Usingeweza kuona nyota kama kungekuwa na giza. Hiyo ni ishara ya kufanya kwamba kuna mafanikio upande wa pili. Kuna mafanikio yako kesho. Ni ufunguo wako. Afungua tu ukurasa wa pili, utaona mafanikio.
Hiyo ni ishara ya pambazuko lako. Yesu ni jua la haki. Malaki 4 fungu la 2. Ameahidi kutuponya katika mbawa zake, watu ambao tunamtumaini Mungu. Jambo la pili kutoka mwisho, ni pengine unapitia katika wakati fulani mgumu sana, mpaka unahisi kwamba kifo kinaukaribia. Kifo, hiyo ni alama ya kukuonyesha kwamba unatakiwa ujiandae kwa ajili ya milele. Kila mtu atakufa hapa duniani, na tumaini pekee ni katika ule ufufuo wa pili ambao ni katika ule ufufuo wa kwanza ambao Yesu atakuja atufufue watu ambao tumekufa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:16. Wakati malaika akisema kwa sauti kuu, parapanda ya Mungu itakapokuwa imepigwa, Yesu akiwa anaita watu wake, wewe ni miongoni mwa watu ambao wataokolewa. Itakuwa ni kilio sana kwa mtu ambaye ulidumu kanisani, kwa mtu ambaye ulikuwa unahudhuria siku ya ibada, unakuja kanisani siku ya Sabato, halafu baadaye ukakataliwa. Ulijinyima kwa mambo mengi, lakini kuna mambo machache ya kuwa mwaminifu. Ni bora ukamchagua Mungu mchana wa leo, ambaye yeye ametufia pale msalabani kutupatia uzima wa milele. Kila sehemu kuna alama ya kifo. Ukienda barabarani, katika nchi kavu, kuna ajali nyingi zimetapakaa, umwagaji mwingi wa damu. Wale ambao wakisema labda ni paya angani kwa kutumia ndege, bado kifo kipo pale pale. Baharini pia, majini, bado manowari nyingi sana zimeweza kuzama baharini. Kifo kinatunyemelea. Usalama wetu pekee ni kwa Yesu Kristo, ili hata kama ukifa, ufe katika upande ulio salama. Amina, watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tukumbuke kwamba Yesu yeye ni mshauri wetu wa ajabu. Yeye ni chanzo cha uhai, ni mwenye upendo. Upendo hatuwezi kuelewa zaidi kina na kimo na marefu na mapana ya upendo wake. Ametupenda upeo. Kwa hivyo tumtumaini Mungu katika kila kitu ambacho tunakifanya, na tunapopita katika hata changamoto hizi, tumfanye kuwa wa kwanza, tuweze kukubali kwenda pamoja naye na kutembea popote na Yesu kwa wakati mgumu ambao tunaopitia katika hata wasaa huu wa magonjwa haya mengi ya mlipuko na magonjwa mengine ya kuambukiza pia na sio kuambukiza. Labda jambo la mwisho, tunapopita katika vita, kumbukeni watu wa Mungu, tupo katika vita, na hii vita ni vita ya kiroho. Nitatoa mfano wa mwisho ambao kulikuwa na vita. Daudi alipigana na Goliath. Wakati Daudi akiwa anamtumaini Mungu, aliweza kushinda ile vita. Yule Goliath ambaye alikuwa ukiangalia CV zao, alikuwa na silaha nyingi nzito, akiwa anamzidi Daudi kwa CV yake. Daudi alishinda kwa kumtegemea Mungu. Alimwangalia akamwona huyu ni mkubwa sana. Mtu mmoja huwa anasema kwamba nisingeweza kukosa sehemu ya kumpiga nikiangalia kichwa chake kipo kikubwa. Na kweli kwa kumtegemea Mungu, Daudi akaweza kupambana na kashinda. Kwa hivyo wakati dunia wanajikita katika anasa, katika michezo ambayo sio halali, katika mambo mabaya, wakati wapo katika mambo ambayo yanakufanya utengane na Mungu, katika starehe hizo, katika makongamano ambayo ni mabaya, dunia ikiwa inajitahidi kufanya uovu na kubuni mambo mabaya, katika utupu, katika mambo mabaya ambayo hayamwakilishi Mungu, wewe mtafute Mungu. Wakati Goliath akiwa anaendelea kujigamba, alipewa siku 40 peke yake. Goliath siku 40 peke yake, na zile ndio ilikuwa mlango wake wa rehema kufungwa. Kuna muda ambao Mungu atafikia hata vumilia tena maovu ambayo yanatendeka leo duniani. Daudi yeye akawa anaokota jiwe, atafuta mawe yake 5. Wakati yule jemedari anaendelea kujigamba hapo, wewe mtafute Mungu, piga magoti, nyenyekea miguuni pa Bwana. Amina, utashinda. Jiwe lile liwakilisha Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Yeye ndiye jiwe ambayo itakuja libonde ile sanamu ambayo ipo katika ile kitabu cha Danieli sura ya 2. Yesu yeye atatupigania katika hivi vita, katika vita hivi vya kiroho tutashinda. Mauaji mengi yametokea, tunaona kulikuwa na watu milioni zaidi ya 6 waliuawa, ambao inaitwa Holocaust kule Wayahudi wale. Hapa pia Rwanda na Burundi miaka 94 hapo zaidi ya watu 84 walikufa. Mauaji ya kimbali hapa tunaita genocide. Kuna mambo mengi maovu yanatendeka, umwagaji wa damu. Biblia inataja kwamba hayo mambo yote yanatakiwa tuamshe sisi
kuweza kumwona Mungu. Magonjwa haya ya mlipuko, tauni, vita hivi, milipuko ya moto ambayo inaenea kila itwapo leo. Huyu ni darubini, hii ni dira, hii ni kengele kutuonya tuweze kuwa uangalifu, tuweze kufuata Mungu ili tuweze kuwa sehemu salama kabisa. Ajali ambayo tunaziona leo, mafuriko, ulevi, na mambo mengine mabaya, matetemeko, maporomoko, mambo mabaya haya, mateso makubwa kwa watu ambao hata hawana hatia, wanaonewa, umwagaji huu wa damu na mambo haya mabaya. Sisi tuweze kumtegemea Mungu, watu wa Mungu. Amina sana. Kwa hivyo mchana wa leo, fungu la mwisho ni kitabu kile cha Yohana 14 fungu la 1 hadi la 3. Tunaambiwa tumtegemee Mungu peke yake. Katika kipindi hiki tutakuwa salama. Hebu jiulize swali moja wakati msomaji anasoma hilo fungu. Je, kama leo ingekuwa siku yako ya mwisho, ungekuwa ni mfano wa watu wale wa Sodoma ambao hawakujua kesho yake itakuwaje na wakachomwa moto? Je, kama ingekuwa siku yako ya mwisho kama yule mfalme Belshaza ambaye alifanya sherehe kubwa, kumbe ilikuwa siku yake ya ufalme, akamkosea Mungu, kuchukua vyombo vya mtakatifu. Unatunza vitu vitakatifu, ndoa yako unaitunza kihalali, sabato ambayo takatifu, je, unaitunza kabla muda ule wa mateso hujafika? Leo kama uitunzi vizuri, utaweza kusimama, mtu wa Mungu. Tujitahidi kufanya mambo ya matakatifu vizuri katika ubora wake. Watu wale wa Misri katika siku ya mwisho, wakiwa wanaendelea kutumainia utawala wao, wakaangushwa, wakazama katika ile bahari ya Shamu, na wengi waliuawa, wazaliwa wa kwanza. Leo hiyo ni siku ya ushindi kwetu katika maisha yetu. Tusoma msomaji fungu la mwisho. Yohana 14 fungu la kwanza hadi la 5. Neno la Bwana linasema, msifadhaike mioyoni mwenu, na muamini Mungu, niaminini na mimi. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, mnamtumaini Mungu, niaminini na mimi Yesu Kristo. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwetu. Yesu atakuja kutukaribisha tena katika ulimwengu ule ambao tutaishi milele, katika makao ya watakatifu. Jambo la kuzingatia kwa wakati huu, mtafute Mungu kwa ukaribu zaidi. Tengeneza mahusiano, uwe na matengenezo mazuri, utakuwa salama. Matatizo ambayo tunayapitia yasikukwamishe, usiogope, usiwe na hofu kwa sababu tu ya magonjwa haya. Chukua tahadhari na kisha mtangulize Mungu, utakuwa salama. Barikiwe sana. Labda tu niitishe wito mmoja kwamba ni wangapi ambao tumeona kwamba Mungu wetu ni Bwana wa majeshi, yeye ni mfalme wetu wa amani, yeye ni daktari, ni mponyaji, ni mwalimu wetu, ni kimbilio letu. Ni wangapi mchana wa leo ambao wanasema kwamba natamani Bwana unishike mkono ili kwa wakati huu niweze kuwa salama, nikiishi maisha ya kupendeza? Wewe unyosha tu mkono, Yesu ataushika mkono wako. Nyosha mkono, Yesu ataushika mkono wako. Na niwasihi tu tusimame ili Bwana atubariki mchana wa leo. Na pastor mafunzoni, nikuombe upite hapa mbele uweze kuwabariki watu wa Mungu kwa ombi ambalo ni makini sana. Tuombee familia zetu, tuombee maisha yetu, tuombee hali za afya, tuombee pia taifa letu, tuombee ulimwengu wetu ambao unakabiliwa na majanga mengi, ili tuweze kuwa salama katikati ya matatizo haya. Na tuamini kwamba tukimwomba Mungu kwa imani, tukiweka tumaini, tutakuwa salama mchana wa leo na hata milele. Amina.